Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima ameweza kushare ile video ambayo ilikuwa imepostiwa katika mtandao wa Instagram kufuatia TV ambayo inajulikana kama Kusaga TV. Sasa ameshare maneno machache kufuatia hicho ambacho kimeweza kutokea huko Dar es Salaam. Video hii ambayo ilikuwa ina trend katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikimuonesha mwanamke huyu ambaye alikuwa anapigwa sokoni. Sasa kabla sija kusomea kile ambacho alikuwa amekiandika Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima, turudi katika yule aliyeposti hii video ambayo ndo imeweza kutrend sana majira ya jioni ya jana, ambapo ikimuonesha mwanamama huyu ambaye alikuwa anapigwa makofi huko sokoni. Sasa kufuatia page na ukurasa wa Instagram wa TV hii ya Kusaga TV waliweza kushare video hii, ambapo ndipo walielezea kwa ufupi kuhusiana chanzo kizima cha hii video ilikuwa ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Sasa katika upande wa caption site alikuja na kuandika kwamba tusaidieni kushare hii mpaka mhusika patikane. Sijui ni maeneo gani. Huyu mama anayepigwa alipanga biashara yake mahali ambapo sio pake. Mwenye eneo kaja kashika biashara ya huyu mama na akaanza kumpiga na kudai alipwe mpaka msamaria mwema alipoomba amwache tu. Tunaomba wenye kujua sheria msaidieni huyu mama jamani, apate haki ya kunyanyaswa. Hivi sijui ni mkoa gani, lakini hii sio sawa. Hivyo ndivyo Kusaga TV alivyoweza kushare hii video, ambaye ndio TV ambayo peke yake imeweza kushare hii video ya kwanza kabisa, ikiwa ipata likes 2000, comment kwa maana ya maoni 1178 pamoja na shares 253. Sasa turudi katika hicho ambacho ameweza kuandika Mheshimiwa Dorothy Gwajima Waziri kufuatia page yake ya Instagram. Alikuja na kuandika maneno ambayo yalikuwa yanasomeka kama ifuatavyo: kuna video hii kule Kusaga TV inaonesha mama mmoja anampiga mama mwingine kwenye eneo la biashara. Hakika imenifikirisha. Tunao mwongozo wa udhibiti wa ukatili kwenye maeneo ya biashara ikiwemo masokoni. Kupitia mwongozo huo nimeona niulize, hivi mnajua hawa wako soko gani? SMS akaweza kuweka namba ya simu pale 0765345777. Hii ni aibu mwanamke mwenzangu. Maelezo ya Kusaga TV hapa. Huyu mama anayepigwa alipanga biashara yake mahali sio pake. Mwenye eneo akaja akashika biashara ya huyu mama na akaanza kumpiga na kudai alipwe mpaka msamaria mwema. Sheria msaidieni huyu mama jamani, apate haki ya kunyanyaswa. Hivi sijui ni mkoa gani, lakini hii sio sawa. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Mheshimiwa Dorothy Gwajima katika mtandao wake wa Instagram, akilikalia kidete hili swala kweli kufuatia hichi ambacho kwa kinaonekana unyanyasaji wa mama huyu akipigwa makofi hadharani mbele za watu wengi. Of course alikuwa anapigwa na mwanamke mwenzake, kwa hiyo ni kitu ambacho kimeweza kusikitisha watu wengi sana. Sasa nilikuwa napitia baadhi ya watu maoni yao walikuwa wanasemaje baada ya chapisho hili la Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima kulitoa katika mtandao wake wa Instagram pamoja na X. Huyu hapa yani Official Belinda akaweza kusema kwamba huyu mama akipatikana, please tujilishwe biashara anayofanya na anafanyia, hata kama ni chini ya mti tuna jambo naye. Hivyo ndivyo aliweza kuandika Official Belinda, akimaanisha pengine wana jambo la kumsupport kwa namna moja ama namna nyingine. Aloisema sawa, akaweza kusema kwamba kwa hiyo unatetea wezi. Mheshimiwa Dorothy Gwajima akaweza kumjibu na kuambia wezi wana sheria yao, sio yako. Mwingine akaweza kusema kwamba huyu dada kabla ya kufanyiwa mahojiano na polisi akiwa kwanza ndani wiki moja amemdhalilisha mama wa watu, yani sura inaonesha ni unyanyasaji akiwa nyumbani. Mendez akaweza kusema kwamba mama Gwajima na kuheshimu mno na unafanya kazi nzuri, lakini changamoto ni kwamba wewe unabeba habari kutoka kwa vyombo vya habari ambavyo havitoi taarifa zisizo sahihi. Wao wanataka content ili zitrend kwa maana wauze habari yao. Jaribu kuwa na timu yako ambayo itakusaidia katika kila habari unayoipata. Ila pale tukio ni na kapata ABC kwa washuhudia au kupata full information kwa watu waliokuwepo kwenye tukio husika. Huo ni ushauri wa mama yangu. Wakati mwingine unaweza kuta unatetea uhalifu kwa sababu tu umepata taarifa kwenye chombo ambacho sio sahihi. Anito Zoo Outfit kiweza kusema kwamba nikajua kaiba kumbe kapanga sehemu ambayo sio ya kwake. Hata sisi mawinga kama wenye meza
naona ameweza kuandika maneno magumu kweli kweli. Akamaliza kusema kwamba unapanga japo tunakosea, lakini unapanga akija unatoka atakufokea na kusepa zako kozi yeye analipa kodi. Lakini sio kumpiga hivyo alafu na watu wanaangalia tu, yani Kariakoo yetu bana. Huyu mwingine kaza kusema kwamba mimi mwenyewe nimeona kwa Kusaga TV ilinihuzunisha sana, sio klipu, ni the way anavyompiga huyo mwanamke mwenzie kisa eneo la kutafutia riziki, na wanawake wengine wana roho mbaya sana. Coxda yao kaza kusema huyu anaitwa Antria kaza kusema kwamba kabisa mama unafanya kazi nzuri, wanawake au utu umepotea, tena ukiwezekana asaidiwe hata kameza kadogo tu na kupata meza mtihani. Huyu hapa anaitwa Nomelo kaza kusema kwamba ndo ampige hivyo kama mwanae, jamani haya maisha. Huyu mwingine kaza kusema kwamba anaitwa Dream Chaser B kaza kusema kwamba huyu dada anempiga mwenzake anapatikana Kariakoo mtaa wa Kongo na Ngurung'ombe. Mwingine kaza kusema kwamba kila pigo unalopokea ni na nafasi ya kuona mkono wa Mungu ukikuinua juu zaidi. Endelea kuamini, kwa maana ushindi wako hauko kwa mwanadamu bali uko kwa Mungu pekee. Mwingine kaza kusema kwamba huyu mama kadhalilika sana, maskini alafu ni mnyonge, hata kurudisha tu ameshindwa, anaamua kutulia tu. Kwa kweli haki ya huyu mama ipatikane. Huyu mwingine kaza kusema kwamba hivi sijawahi ona mwizi wa kiume akipigwa na watu wakamtetea. Namna hii dunia sasa haiko upande wa mwanaume. Angekuwa ni mwanamke ng'ombe lingefunikwa, kombe lingefunikwa, mwanaharamu apite. Huyu kaja na ujumbe mrefu anaitwa Mebu 700 kaza kusema kwamba mitandao inapotosha sana. Nilivyojua mimi Kariakoo hamna sehemu ya kupanga biashara holela, yani mtu ajipangie biashara sehemu yoyote. Kariakoo kila mtaa zimejaa meza za machinga na hakuna nafasi hata moja. Sasa huyu mama kama ilikuwa ni mfanya biashara labda wa kutembeza, lakini hakuna mtu anayeweza kuthubutu wala hata kufikiria kujipangia biashara mahali. Wapotoshaji ni wengi sana mitandaoni. Serikali ithibiti mitandao sasa, inaleta taharuki mno. Huyu mwingine kaza kusema kwamba habari kiongozi, kwa jina naitwa huyo alikuwa anaelezea CV yake. Huyu mwingine kaza kusema kwamba mwanaume iko imesimama hapo pembeni ikishuhudia mwanamke akizalilishwa. Hivyo ndio hawa wanaume tunawategemea kweli? Mbona kimya? Huyu mwingine kaza kusema kwamba yani wamama wa wengi baadhi yao wana roho mbaya. Huyu mwingine kaza kusema kwamba mama baada ya uchunguzi ukimpata tuna jambo naye please. Huyu mwingine kaza kusema kwamba hongera sana kwa kuliona hili na kulifuatilia, wanafanya kazi nzuri sana na kupongeza sana. Hizo ni baadhi ya comments za dawa ambazo walikuwa wanazitoa katika page yao na mtandao wa Instagram. Shika comment yako hapo chini. Mimi ni Dodax_Drizzy, hili hapa ni Jumbo la Blue Dax Media. Subscribe hapo chini.